Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki cha kujifunza neno la Mungu. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu sana. Na siku ya leo tutakuwa na somo zuri sana ambalo litatupeleka karibu na msalaba. Namna majasiri na watu walivyosimama juu ya kweli wakati wa changamoto. Kwa hivyo rafiki yangu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, ni kualike upate utulivu mzuri pale popote ulipo na kuchukua nafasi kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Bado neno la Mungu ni taa, ni mwangaza unaotuelekeza katika njia ya kweli. Kwa hivyo nikukaribishe, karibu sana. Nikualike sasa tunapokwenda kuanza, tufumbe macho na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Wasaa huu tunakwenda kuisikiliza sauti yako kupitia maandiko matakatifu ambayo ni Biblia, nuru, kweli, mwangaza katika maisha yetu. Mfalme wa amani, zungumza pamoja nasi. Zungumza pamoja na mtazamaji na msikilizaji, ili neno hili likatufae kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho na maisha ya umilele. Asante Mfalme wa amani, tunaomba hivyo ni katika jina Yesu Kristo, amina. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, ni kukaribishe sana. Karibishe sana, na siku ya leo tutakwenda kukitazama kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli ambacho kinapatikana katika maandiko matakatifu ambayo ni Biblia. Na tutaangalia katika kitabu kile cha sura ya kwanza, sura ya pili, ya tatu. Hapo ndipo tutakapojikita zaidi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni kukaribishe. Somo la siku hii ya leo linakuja na kichwa kinachosema ya kwamba usiogope, simama imara katikati ya uovu na uasi. Usiogope, simama imara katikati ya uovu na uasi. Ni somo ambalo linatusisitiza au linatuonesha namna ya kusimama imara tukimtetea au tukisimama imara katika kweli na pasipo kuyumbishwa na changamoto ambazo zinatukuta katika maisha yetu haya, bali tuchague kusimama imara katika Kristo tukimwamini yeye. Na kitabu cha Danieli kinakwenda kutuonyesha mashujaa ambao walisimama imara katikati ya uasi na uovu. Hawakuyumbishwa pamoja na mazuri yaliyoletwa mbele yao, pamoja na uongozi, pamoja na mambo makubwa walioahidiwa au kupewa. Hawakuweza kuyumbishwa na changamoto zozote. Hawakuweza kuyumbishwa na mambo mazuri yaliyoletwa mbele yao, ila wao walichagua kusimama imara na hawakuogopa katikati ya changamoto walizokutana nazo. Hawakuogopa mbele walipokitazama kifo. Kamwe hawakuogopa, walisimama imara na kulitetea jina la Mwokozi. Sikiliza, katika kitabu kile cha Isaya 43, Isaya sura ile ya 43 na fungu lile la kwanza na la pili, neno la Mungu linasema ya kwamba, lakini sasa Bwana aliyekuuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Mstari wa pili, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Haleluya!
ni ahadi ya kweli kwa watu watakaochagua kusimama imara. Hata katikati ya moto, mwali wa moto hautakugusa ikiwa utachagua kusimama imara. Katikati ya dhoruba, mawimbi makali yanapokupiga, chagua kusimama imara. Chagua kumwabudu Mungu, chagua kumtegemea Mungu. Kamwe usiyumbishwe na changamoto, matatizo, mambo yaliyo mbele yako na unayatazama ya kwamba ni magumu sana, haiwezekani kuvuka, unakutana na vizuizi. Sikiliza, Mungu ajua namna ya kutengeneza njia. Anafanya njia pasipo na njia. Endelea kusimama imara ukimtegemea. Kamwe usiyumbishwe na majaribu. Kamwe usiyumbishwe na changamoto zitakazo kukuta. Simama imara ukilitetea jina la Mwokozi. Sikiliza rafiki yangu. Kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli kinaanza kwa kisa jinsi ambavyo Mungu wa kweli wa mbinguni alikuwa amewachagua watu kuwa hazina yake maalum duniani. Walipaswa kuacha nuru yao iangaze ili kwamba mataifa na watu wote waweze kujifunza habari za ajabu za wokovu wa Mungu kwa watu wote. Hivyo kitabu cha Danieli kinakuja kwetu kikionyesha namna pekee Mungu anavyojivunia kuwa na watu wanaosimama imara, watu waliowachagua, watu wanaowatazama ya kwamba nuru yao itaangaza kwa mataifa yote. Pamoja na changamoto watakazopitia, hakika yake mwisho wake baada ya thawabu, nuru yao itaangaza kwa watu wote. Na watu wote watakubali ya kwamba Mungu wa watu hawa ni Mungu wa kweli. Sikiliza, kitabu cha Danieli. Daniel maana yake ni Mungu mwamuzi wangu. Mungu mwamuzi wangu. Danieli ni mmoja wa vijana wa Yuda ambao mfalme Nebukadneza wa pili aliwapeleka uhamishoni Babeli. Nakutana na mtu anayeitwa Nebukadneza mfalme. Huu ni uhamisho wa kwanza uliofanywa mwishoni mwa karne ya 7 kabla ya Kristo kuzaliwa. Mfalme Nebukadneza wa pili alikuwa na shule nchini mwake. Alikuwa na shule huyu mfalme, na shule hizo zilitoa elimu ya kusoma, kuandika, kuhesabu, lugha ya Kibabeli, elimu ya hekima, madawa, utabibu, teolojia, sheria, sanaa, elimu ya nyota na ustadi wa mazingaombwe. Mateka walioletwa Babeli walielimishwa ili wawe watumishi wao bora. Kitabu cha Danieli kinaeleza juu ya kisa au habari. Kisoma sura ile ya 1 mpaka ya 6 ni masimulizi katika kitabu hiki cha Danieli. Na tunakwenda kuyatazama masimulizi ya mtumishi wa Mungu Daniel pamoja na wenzake watatu, Anania, Azalia na Meshak. Hawa watu walichagua kusimama imara. Ni vijana wa Kiebrania waliotekwa mateka na mfalme Nebukadneza na wakapelekwa uhamishoni Babeli, ili kwamba wawe watumwa, watumikie Babeli, wawatumikie watu wa Babeli. Lakini mfalme Nebukadneza alichofanya, alikuwa na lengo fulani ambalo litawafanya watu watakao waleta katika Babeli wawe watu kama wa Babeli. Na hivyo aliandaa shule, elimu, masomo
stadi, utabibu, teolojia, sheria, na watu walipokuwa wakiletwa, vijana wenye hekima wanaoonekana wenye uwezo na wenye maarifa walikuwa wanapelekwa katika shule hizo. Lengo ni nini? Kuwapatia elimu ya kibabeli. Lengo kubwa linatupeleka wapi? Ni kuwafundisha elimu ya kibabeli, kuwaondoa katika elimu yao. Na vijana hawa walipoletwa walikuwa na elimu ya kumjua Mungu. Kwa hivyo Nebukadneza aliona ya kwamba ni vyema zaidi akawapatia elimu ya Babeli, elimu ya miungu, elimu ya kutokumtambua Mungu kuwa ni muumbaji. Yale yote waliofundishwa wakiwa Yerusalemu, yale yote waliofundishwa mafundisho ya Kiebrania ya waondoke. Na hivyo alianza nao taratibu kuwapatia elimu. Kwa hivyo alichagua vijana wenye nguvu. Sikiliza, katika sura ile ya kwanza ya kitabu cha Danieli na mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema ya kwamba katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Sikiliza, Yehoyakimu alikuwa ni mfalme wa Yuda, ambapo vijana hawa tunaokwenda kuwazungumzia ndipo wanapotokea, na elimu ya kumjua Mungu waliipatia hapa. Sikiliza, neno la Mungu linaendelea, anasema hivi katika mstari ule wa pili: Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda, mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo na nyumba na nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Yehoyakimu, Mungu anaruhusu mfalme wa Yuda akamatwe katika mikono ya mfalme wa Babeli, Nebukadneza. Anaruhusu. Kwa nini basi? Anatamani awatumie watoto wake waliosimama imara katikati ya majaribu na changamoto. Na ukirudi nyuma ukaisoma historia vizuri, utaona Yehoyakimu mfalme wa Yuda kuna mambo aliyoyafanya mpaka Mungu akaruhusu ya kwamba awe katika mikono ya mfalme Nebukadneza mfalme wa Babeli pamoja na watu wake. Ila mfalme Nebukadneza alichofanya, aliwakamata na kukamata vyombo na kushikilia vitu na kuvipeleka katika nyumba ya miungu pasipofaa. Akaitoa katika nyumba ya Mungu akaipeleka katika nyumba ya miungu pasipofaa. Vyombo hivyo wenda vyombo vitakatifu kuwepo mahali pale, na akawakamata watu wale na kuwapeleka. Sikiliza, neno la Mungu linasema katika ile sura ya kwanza mstari wa 3 na kuendelea, mfalme akamwambia Ashpenaz mkuu wa matowashi, vijana wamekamatwa wa Kiebrania, vijana wazuri wenye nguvu, wenye maarifa na wanakabidhiwa kwa Ashpenazi mkuu wa matowashi, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme. Anapewa maagizo na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakayoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyu mfalme akamwagizia posho ya chakula. Vijana wamekamatwa, na jambo la kwanza, lengo la mfalme Nebukadneza ni kuwahamisha kutoka katika elimu yao ya kumjua Mungu na kufuata elimu ya miungu,
kwanza akawapeleka kwa kiongozi ili wapate kulelewa vizuri na kupewa elimu ya kibabeli. Na haikuishia hapo, hata akaagiza ya kwamba wapewe chakula kizuri, tena chakula cha kifalme, divai, chakula kizuri sana ambacho kwa macho kinaonekana kwa uzuri sana, kwa macho kinatamanisha, lakini wenda faida yake ikawa ni mbaya, matokeo yake yakawa ni mabaya. Na kwa kweli walipewa vileo, divai, walipewa vyakula ambavyo vinaweza kunajisi mwili wao, vyakula visivyofaa katika maisha yao. Nasikiliza katika sura ile ya kwanza, mstari ule wa 6 na wa 7, vijana hawa wanne, Daniel, Anania, Azalia na Mishaeli, walipaswa kula chakula ili mili yao inawili na kuwa mizuri, ili wanaposimama mbele ya mfalme waonekane ya kwamba wanafaa. Lakini Danieli, mtumishi wa Mungu, alitambua kabisa ya kwamba chakula hiki tunachokwenda kukila kinakwenda kuunajisi mwili wetu, na hivyo akaongea na mkuu huyu ya kwamba haiwezekani sisi kukitumia chakula hiki. Hivyo tunaomba wenda utupatie vyakula vizuri, vyakula vya kawaida, matunda, mbegu. Akaomba vyakula ambavyo wenda si vikubwa sana, wenda haviwezi kuwekwa katika meza ya kifalme. Na huyu kiongozi aliyepewa maagizo na mfalme Nebukadneza alikataa, akasema hii haitakuwa sawa kabisa, kwa sababu nitakapokataa kuwapatia chakula hiki, wenda kichwa changu kitakuwa ni halali ya mfalme, na hivyo kuleni. Lakini Danieli alizungumza na mkuu huyu. Kwa siku 10 walitakiwa kula chakula hiki, na kiongozi huyu alikubali na akawapatia vile vyakula, na mwisho wa siku wanakuja kuonekana ni wazuri na wanafaa kusimama mbele ya mfalme. Nyuso zao ni zenye furaha, ngozi yao ni nzuri, na ni vijana waliosimama imara, na mfalme akawapenda. Lakini walijiepusha na vyakula ambavyo vingewatia unajisi. Mpango wa mfalme Nebukadneza ulikuwa ni kutumia talanta na nguvu kazi ya vijana hawa ili kunufaisha ufalme wa Babeli. Ndilo lengo la mfalme Nebukadneza. Alitumia pia kuwaongoa polepole ili kuwaingiza katika dini ya Wakaridayo. Ndio maana wakaanza kupewa elimu. Walikuwa na umri wa miaka 18 hadi miaka 20 katika wakati huo, na walikuwa wamefanya vizuri katika masomo yao. Kitabu cha Danieli sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, neno la Mungu linasema hivi, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji: basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Anania na Mishaeli na Azalia 7. Mkuu wa matowashi akawapa majina, na alimuita Danieli Belteshaza. Kuwa makini katika majina haya, na tutapata maana ya majina haya. Na Anania akamuita Shadrach, na Mishaeli akamuita Meshach, na Azalia akamuita Abednego. Nini sasa tafsiri ya majina haya? Majina yao ya kwanza ulikuwa anaitwa Danieli, ni majina ya Kiebrania. Anania, Mishael, Azalia. Na majina haya yalibadilishwa, wakapewa majina ya Kibabeli. Danieli aliitwa Belteshaza. Na mwingine aliitwa Shadrach,
na mwingine aliitwa Meshak na mwingine Abednego. Maana ya neno Danieli tulisema ya kwamba Mungu mwamuzi wangu. Lakini maana ya neno Hanania, zawadi ya Mungu, ndiyo tafasiri yake. Ni majina yanayomtukuza Mungu kiatazama. Maana ya neno Mishaeli, aliye kama Mungu. Na maana ya neno au jina Azalia, ambaye Yehova humsaidia. Majina ya Wakaldayo waliopewa na kiongozi wao yalikuwa ni majina mbalimbali ya kipagani. Wanatolewa taratibu katika hali yao ya kumcha Mungu au kumjua Mungu. Kwanza wakaanzia katika elimu, wakafuata katika chakula, lakini viunzi hivyo vyote hawa vijana wanaviluka, wakafuata katika majina, wanapewa majina mengine. Sikiliza. Kwa hiyo Belteshaza, jina aliyopewa Daniel ilimaanisha mkuu wa Bel, ni majina ya miungu. Na Shadrach ilimaanisha mtumishi wa Mungu mwezi, wanabadilishwa majina yao. Na Meshak, aliye kama Mungu mwezi. Na Abednego, mtumishi wa Nebo. Ndio majina waliopewa katika nchi ya Babeli, wakiwa katika utumwa, wakiwa utumwani Babeli, ndio majina waliopewa. Sikiliza, pamoja na hayo yote, vijana hawa waliendelea kusimama imara. Bwana ashukuriwe kwamba katikati ya uovu na uasi katika Yuda na Yerusalemu ya siku hizo za uovu, palikuwa na nyumba chache ambapo uchaji Mungu ulihifadhiwa. Katika familia ya kina Danieli, mama yake alimfundisha Danieli elimu ya kumjua Mungu. Wazazi, sikilizeni. Tunayo nafasi, wakati watoto wetu wako wadogo na wanaendelea kukua, tunapaswa tuchukue majukumu ya kuwafundisha elimu ya kumjua Mungu, ili ije iwasaidie wanapokutana na changamoto, majaribu, wanapokuwa mbali na familia, mbali na wazazi, wanapoachwa na familia, wapo katika nchi za ugeni, nchi ya ugenini, wasimame imara wakilitetea jina la Mwokozi. Ndivyo alivyofanya mama yake Daniel, kwa kumfundisha Daniel elimu ya kumjua Mungu, elimu elimu ya Kiebrania. Sikiliza, Afrika ya sasa huhitaji wazazi zaidi kama mama yake Daniel. Wakati dunia ipo katika changamoto, majaribu ni mengi, inahitaji wazazi kama Daniel kurekebisha na kuandaa vijana watakaosimama katikati ya uovu na uasi kulitetea jina la Bwana. Sikiliza rafiki yangu, katika ile sura ya pili ya kitabu cha Daniel, neno la Mungu linatupeleka kumuona mfalme Nebukadneza anaota ndoto. Bado hatujafika katika kiini chetu cha somo, bado tupo katika mianzo, na hivyo tutakapofika katika kiini cha somo tutajikita hapo na tutatazama vijana walivyosimama imara katikati ya uovu na uasi. Wao walichagua kutokumuasi Kristo hata walipokutana na majaribu makubwa, hata walipokiona kifo mbele, walichagua kusimama imara. Sikiliza rafiki yangu, katika sura ile ya Danieli, sura ya pili, kuanzia mstari wa kwanza, sura ya pili ya kitabu cha Danieli, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mstari wa 16. Habari hii inaelezwa ya kwamba mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babel, anapatwa na usingizi. Wakati akiwa katika usingizi, njozi au ndoto inakuja kwake, na anaiota. Baada ya kumaliza kuiota njozi hiyo, anashtuka katika usingizi. Na ajabu ni kwamba, unajua mpango wa Mungu ili kujidhihirisha katikati
ya taifa lililochafuka, anaweza kuanza na watu ambao ndio wanaosababisha machafuko. Na hivyo akaanza na mfalme Nebukadneza kwa kumpatia njozi kupitia kwake. Na hivyo Mungu alitamani kujidhihirisha kupitia kwa mfalme Nebukadneza. Hitaji lake lisababishe watu wengi wampokee Mwokozi. Lisababishe kwa watu wengi kuyaona matendo makubwa ya Mwokozi. Mfalme Nebukadneza anaota ndoto, na anaposhtuka katika usingizi, ndoto ile ameisahau na kamwe haikumbuki, na anatamani kujua. Kumbuka, katika Babeli kuna watu wenye hekima, wenye maarifa. Biblia inasema katika kitabu hicho cha sura ya pili, kitabu cha Daniel sura ya pili, kuanzia mstari wa 1 mpaka 16, kuna watu waliokuwa wana hekima, maarifa, watafasiri wa ndoto, wachawi, na hao watu wote alikuwa nao katika Babeli ili kumsaidia katika ufalme wake uzidi kusimama imara. Na anawaita watu hao, anawakusanya ili kwamba wamkumbushe ndoto aliyeota na wamwambie tafasiri yake. Ajabu ni kwamba watu wale wote wenye hekima, anapowaeleza juu ya jambo hilo, na anawaambia ya kwamba hata ndoto yenyewe siikumbuki, wanabaki kushangaa. Wanamwambia mfalme, itakuwaje sisi kutoa tafasiri ikiwa tu kile ulichokiota au ulichokiona katika njozi yako wewe mwenyewe ukikumbuki? Na akawaambia, msipofanya hivyo nitawakatakata vipande. Amri ya mfalme Nebukadneza ilikuwa ni amri yenye ukali, amri ya kikatili. Kwa hivyo waliambiwa wasipofanya hivyo wataangamizwa. Wafanyeje basi? Katika sura ile ya pili, mstari wa 16 mpaka 23, naomba tuusome. Fungua Biblia yako, tusome mafungu hayo mazuri. Tusome mafungu hayo yakituonyesha habari hii. Sura ya Danieli ya pili, mstari ule wa 16 mpaka 23, neno la Mungu linasema ya kwamba, basi Daniel akaingia, akamwomba mfalme ampatie muda, kisha atamuonyesha tafasiri yake. Daniel aliposikia habari za watu kuuawa, akamwambia aliyeagizwa na mfalme ya kwamba kwa nini mfalme Nebukadneza anatoa tamko la kikatili, anatoa amri ya kikatili. Watu hawa waachwe, wenye hekima wote, wenye maarifa na wenye uwezo, waachwe wasiangamizwe. Nipatie mimi nafasi, niliye mdogo sana, niliye mateka, niende nikazungumze na mfalme Nebukadneza, nami nitamweleza juu ya tafsiri hii. Na ndipo kitabu kile cha Daniel sura ya pili mstari wa 16 na kuendelea, anasema basi Daniel akaingia, akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Daniel akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania, Mishaeli na Azalia wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kuhusu siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wote wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Mungu anaihamisha njozi aliyoiota mfalme Nebukadneza, anaipeleka kwa Danieli. Jambo la kwanza Danieli alilofanya, alitambua ya kwamba yeye mwenyewe hawezi. Anayeweza kumtafasiria au kumweleza juu ya njozi hile ni Mungu peke yake. Kwa hivyo akawashirikisha marafiki zake, wakaomba rehema kwa Mwenyezi Mungu, wakaomba maombi kwa Mungu wao,
na Mungu katika njozi anamfunulia Danieli juu ya njozi aliyoiota mfalme Nebukadneza. Mstari wa 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akashukuru. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati. Sikiliza, huo ndio uwezo wa Mungu wetu. Hutengua na kuteua wafalme. Wapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na siri na ya siri. Huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Mstari ule wa 23, na kushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Sikiliza ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hakuna mahali popote tutakapoweza kufunuliwa au kuonyeshwa au kutatuliwa au kufunguliwa, hakuna mahali popote ila ni kwa Mungu peke yake. Na ni katika maombi tunazungumza na Mungu wetu. Maombi ni silaha. Maombi natupatia nguvu. Katika maombi tunafunuliwa. Katika maombi Bwana anafanya yaliyo makubwa sana. Kwa hivyo Danieli na wenzake walikwenda katika maombi na Mungu akawafunulia. Danieli alitambua kabisa ya kwamba yeye mwenyewe pamoja na hekima aliyonayo hawezi, ila ni Mungu peke yake. Kwa uwezo wako na nguvu na maarifa na elimu kubwa ulionayo, sikiliza, kuna mambo yatakuja mbele yako na hautayaweza kwa uwezo wako, ila ni Mungu peke yake. Hata mambo hayo unayoyafanya na kuyafanikisha hapo ulipo si kwa uwezo wako, ni Mungu ndiye aliyekufanikisha. Kwa hivyo tunapaswa kulihimidi jina lake kama Daniel na wenzake walivyofanya. Daniel baada ya kuonyeshwa njozi hiyo katika ndoto na alilihimidi jina la Bwana, alimshukuru Bwana. Tunapaswa kumshukuru Bwana kwa namna anavyotufungulia. Tunapokuwa katika changamoto, tunapokuwa katika majaribu, tunapaswa kurudisha shukrani kwake. Haijalishi ni wakati gani rafiki yangu, haijalishi upo katika kipindi gani, kipindi kigumu, kipindi cha huzuni, kipindi cha furaha, rudisha shukrani kwa Mungu. Bwana akubariki sana. Sikiliza, tunaendelea na habari hii ya Danieli. Danieli anafikishwa kwa mfalme Nebukadneza na kumweleza mfalme Nebukadneza juu ya ndoto ile. Bwana amekwisha mtafasilia au amekwisha kumuonyesha Danieli juu ya ndoto aliyoiota mfalme Nebukadneza. Na Danieli anapata wasaa wa kumfikia Nebukadneza kumweleza juu ya ndoto aliyoiota, lakini pia na kumwambia juu ya tafsiri. Na leo tutaiona tafsiri ya ndoto ile. Sikiliza, neno la Mungu linazungumza ya kwamba katika Danieli ile sura ya 2 mstari ule wa 31 na wa 34. Sura ya 2 mstari ule wa 31 na wa 30 mpaka 34. Neno la Mungu linasema ya kwamba Daniel anatafasiri ndoto ya mfalme Nebukadneza. Neno la Mungu linasema, wewe mfalme, uliona natazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyo kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa la kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi.
Kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu udongo. 34. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu yake iliyo ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Danieli anamkumbusha Nebukadneza juu ya ndoto aliyoiota. Kwanza aliota sanamu kubwa tena ya kutisha yenye mwangaza mkubwa. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi, tumbo lake na viuno vyake vilikuwa vya shaba, kifua chake na mikono yake ilikuwa ya fedha, na kisha tumbo na viuno vyake vilikuwa vya shaba, na miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu chuma na nusu udongo. Kisha likaonekana jiwe kubwa ambalo halikuchongwa kwa ustadi wa mwanadamu, nalo likaiponda ile sanamu, na sanamu ile ikavunjika vipande vipande. Na hiyo ndiyo iliyokuwa ndoto ya mfalme Nebukadneza. Tafasiri yake ni nini sasa? Tafasiri ya sanamu ile ni nini sasa? Tafasiri ya sanamu ile ni nini basi? Sikiliza. Kunazo falme ambazo zimetajwa hapo, na Danieli anamueleza Nebukadneza ya kwamba ufalme wako ni huu ufalme ambao ni wa kichwa cha dhahabu safi, nao ni ufalme uliosimama imara, uliotawala ulimwengu, ambao hauwezi kuyumbishwa kwa urahisi. Na kwa kweli huu ufalme ulikuwa ni ufalme wa Babeli, ufalme mkuu wa kwanza. Tuanze kutazama tafasiri sasa ya sanamu ile. Nisikilize ndugu mpenzi mtazamaji, sikiliza tafasiri ya sanamu ile inawakilisha nini. Zilikuwa ni falme zipatazo 5 kuu. Falme mkuu wa kwanza wa dunia, ufalme wa Babeli, ulianzishwa na Nimrodi ambaye alimuasi Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 10 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10 utaona hapo. Ulipanuka sana ufalme huu na kuwa mkubwa wakati wa Nebukadneza ambaye tunamzungumza sasa, na ukawa ufalme wa utajiri mkubwa na utukufu katika dunia. Katika kujenga Babeli makao makuu, Nebukadneza amejenga ufalme mkubwa kuliko zote ambazo ulimwengu uliwahi kuzifahamu hadi wakati huo. Mji huo ulikuwa ni maajabu ya ulimwengu wa zamani, ukiwa ni mkubwa zaidi ya miji ya kawaida ya wakati huo, na ukiwa karibu maili 10 za mzingo. Tafsiri yake ni kwamba ufalme wa Babeli ulikuwa ni ufalme mkubwa uliotawala ulimwengu, uliotawala dunia, na ulikuwa na mamlaka kubwa sana, ulikuwa na nguvu sana, ufalme huu wa Babeli, ufalme wa Nebukadneza. Nini sasa kilitokea? Nebukadneza alitawala kwa muda wa miaka 43. Alifuatiwa na wafalme 5 waliokuwa dhaifu, na mwisho akiwa ni Belshaza. Alikuwa mtawala katika usiku ule ambao Wamedi na Waajemi waliokuwa wamezunguka mji wa Babeli walipoingia katika kuta zake
kwa siri kupitia njia ya shimo chini ya ardhi na kuchukua ufalme. Ufalme wa Nebukadneza ulikuwa umejiwekea uhimili mkubwa sana, ulinzi mkubwa, kuta kubwa ambazo adui wasingeweza. Ulikuwa na ulinzi mkubwa. Mji ule ulikuwa na lindo wa Babeli, na ulikuwa na mafanikio makubwa, ulikuwa na nguvu, ulikuwa na uwezo wa kwenda katika falme zingine na kuteka. Kwa hivyo ulijiimarisha sana, ulitazamiwa kuwa ufalme wenye nguvu na uwezo. Na ndicho mfalme Nebukadneza alichokuwa anajivunia sana. Lakini usiku wa mwisho wa Babeli ulikuwa umekuja. Koreshi na jeshi lake wanazunguka kuta za mji ili kuutwaa kwa nguvu mji huo. Na alikuwa na majeshi yake Koreshi. Nebukadneza anaambiwa, ufalme wako utapita. Pamoja na kwamba una nguvu, utakuja ufalme mwingine. Huu ufalme ulikuwa ni ufalme wa Waamedi na Waajemi, ambao tafasiri yake ni kile kifua, ufalme wa Waamedi na Waajemi. Anasema ya kwamba ufalme huo uliwakilisha kifua na mikono ya fedha, kwa fedha iliyo ya thamani ndogo kuliko dhahabu. Hivyo ule wa Babeli, ufalme wa Medi na Wajemi haukuwa na utajiri kama ule wa Babeli. Kwa hivyo wa Babeli ukutazama ulikuwa ni ufalme wenye nguvu na utajiri mkubwa, lakini wa Medi ulikuwa ni utajiri mdogo. Mfalme wake wa kwanza aliteka dunia yote kuanzia bahari ya Aegea mpaka kwenye mipaka ya India. Lakini sikiliza, na akaibuka mfalme mwingine. Waamedi na Waajemi walitawala dunia kwa takribani miaka 200 tangu mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Lakini mbegu ya uharibifu kwa Waamedi na Waajemi ilikuwa ndani humo ya ufalme. Kiburi chao na ukatili wao pamoja na ulevi wao, wakati wamelewa, wakati wanakunywa. Usiku ule kijana mmoja mwenye nguvu, Alexander mkuu, anauteka mji huo. Kitabu hiki kinauweka wazi huo kuwa ni mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Majeshi ya Alexander yalitumia mwezi mzima wakikusanya nyara za vita. Sasa ufalme wa tatu wa dunia ulikuwa umeanza kuitawala dunia. Ufalme wa tatu wa dunia. Baada ya miaka michache tu, mfalme Alexander alifika mwisho wake. Ufalme wa tatu, mfalme Alexander, ndiye aliyetawala, ambao ni ufalme wa Uyunani. Haleluya. Na kitabu kinaeleza ya kwamba, kitabu cha Danieli na siku zetu, anaeleza ya kwamba adui wa Alexander alikuwa ni nafsi yake mwenyewe. Udhaifu wake ulikuwa ni katika hali yake ya kupenda vileo. Wakati amelewa hajiwezi, anaingiliwa na majeshi na ufalme wake unaishia hapo, na unakuja ufalme mwingine wa 4. Baada ya ufalme wa 4, ufalme wa 5 ndio lile jiwe ambalo halikuchongwa kwa uwezo wa mikono ya mwanadamu, ambao liliponda ile sanamu na ikavunjika vipande. Kwa hivyo Nebukadneza alipatiwa tafasiri ya ndoto ile ya kwamba ufalme wako ingawa ni wa dhahabu hautadumu milele, utapita. Pamoja na hayo yote, kutafasiriwa ndoto hiyo, mfalme Nebukadneza aliona ya kwamba ufalme wangu ni wenye nguvu, nami nitatengeneza sanamu ya dhahabu mwili mzima, sanamu yenye dhahabu mwili mzima, na hivyo ikiwakilisha ufalme wangu utadumu kuwa milele.
Mfalme Nebukadneza akasahau ya kwamba hapaswi kupingana na mapenzi ya Mungu. Kuna nyakati wanadamu tunajitahidi sana kuyarekebisha mapenzi ya Mungu. Tunajitahidi sana kuyarekebisha mapenzi ya Mungu. Sikiliza rafiki yangu, twende kwa haraka sana. Baada ya kutafasiri ndoto ile, katika kitabu kile cha Daniel sura ya 2 mstari wa 46 mpaka 49, Daniel na wenzake wanapewa nyadhifa na kuwa wakuu na wanapewa mamlaka. Ajabu ni kwamba Mfalme Nebukadneza anasimamisha sanamu ya dhahabu tupu na anatoa amri ya kwamba inapaswa kila mtu aliyopo Babeli anapaswa kuisujudia sanamu hii. Kwa lugha rahisi ni kwamba anapaswa kuiabudu sanamu ya Mfalme Nebukadneza. Sheria zikawekwa katika kitabu kile cha Daniel sura ya 3 mstari ule wa kwanza, anasema hivi: Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri, wasimamizi, watawala, washauri, watunza hazina, majaji, mahakimu na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Kiendelea kusoma, akatoa maagizo ya kwamba filimbi, zeze, zomali, ngoma kwa aina zake zitakapopigwa, watu wote wanapaswa kuisujudia sanamu. Huu ndio wakati ambapo rafiki hawa Meshach, Shadrach na Abednego walisimama imara. Wakati wa changamoto, vijana waliofundishwa elimu ya kumjua Mungu, vijana waliofundishwa elimu ya kusimama na Mungu, hakuna kipingamizi chochote walichokikubali katika maisha yao. Katika nchi ya ugeni wanakutana na dhoruba ya kutaka kumuasi Mungu, kulazimishwa kuabudu miungu, ila pasipo kumwabudu Mungu wanalazimishwa kwa amri na sheria za Kibabeli. Lakini sikiliza, vijana hawa walisimama imara. Hawakuweza kuiabudu sanamu ya Mfalme Nebukadneza. Wakati firimbi, zeze, zomari na ngoma kwa aina yake kama sheria ilivyopitishwa ya kwamba itakapopigwa watu wote wataisujudia sanamu hii, anasema ya kwamba wakati vyote hivyo vimelia, watu wote wanasujudu chini, lakini vijana watatu, Meshach, Shadrach na Abednego, walisimama imara. Hawakuyumbishwa. Ninachowapenda vijana hawa, waliutii wito wa kiongozi, walitii wito wa Mfalme Nebukadneza, walifika mahara kwa wakati sahihi. Na ndivyo inavyotakiwa. Tunapaswa kutii wito wa viongozi wetu waliowekwa, maana mamlaka zote zilizowekwa zimeamliwa na Mungu. Lakini jambo litakalo kuja mbele yetu, ambalo ni jambo la kumuasi Mungu, tunapaswa kusimama imara. Haijalishi ni wakati gani, haijalishi tunaongozwa na nani, ni wakati wa kuchagua kusimama imara. Vijana watatu wanasimama. Wakaridayo wanapeleka taarifa kwa Mfalme Nebukadneza kwamba wale vijana wa Kiebrania, zomali na firimbi na ngoma zimepigwa, lakini wao hawakuisujudia ile sanamu, na amri uliweka ya kwamba asiposujudia mtu sanamu hiyo atakatokatwa vipande au kuchomwa katika tanuru liwakalo moto. Ndipo Nebukadneza anaagiza ya kwamba waitwe vijana hawa. Nebukadneza alikuwa anawapenda vijana hawa wenye hekima, maana walifanya mambo makubwa.
na akajaribu kuzungumza nao, akajaribu kuwaambia, sikiliza rafiki zangu, vijana wangu, nimeweka sheria mnapaswa kuifuata. Vijana hawa kwa ujasiri wanamwambia Nebukadneza ya kwamba usihangaike mfalme, sisi kamwe hatutaisujudia sanamu, anayepaswa kuabudiwa ni Mungu. Sikiliza rafiki zangu, sikiliza. Katika kitabu cha Daniel na siku zetu kinaandika haya. Neno la Mungu tuambia kuwa tunapaswa kutii mamlaka iliyokuu, kwa maana kuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na iliyopo imeamuliwa na Mungu. Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 13 mstari wa 1, tunapaswa pia kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Tunapaswa kukubali yale ambayo ni mema na kuyafanya. Lakini linapokuja swala ambalo linaonesha ya kwamba tunakwenda kumkosea muumba wetu, ni jambo baya, ni wakati wa kusimama imara kuitetea kweli. Lakini wakati sheria za wanadamu zinapopingana na sheria za Mungu, ndipo wajibu wetu utakapokuwa kumtii Mungu. Petro alipoamliwa na baraza la Kiyahudi asihubiri katika jina la Yesu, alijibu kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni nyinyi wenyewe. Sauti inayopaswa kusikilizwa ni sauti ya Mungu pekee. Pamoja na changamoto walizokutana nazo Meshach, Shadrach na Abednego, tena changamoto ya kifo mbele yao, walisimama imara. Wanatoka katika moto wakiwa salama, hata mavazi yao hayajaungua. Ndipo jina la Bwana linatukuzwa na kuhimidiwa. Mfalme anatoa amri ya kwamba na ahimidiwe Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego, naye ndiye tutakayemwabudu. Hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa. Sikiliza rafiki yangu, tendo la kusimama imara ni tendo la kuwasaidia wengine kumuona Kristo. Katikati ya changamoto, ukichagua kusimama imara, ni tendo la kuwavuta wengine kumjua Kristo. Simama imara katikati ya uovu. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 na mstari ule wa 28 inasema, njooni kwangu, huyu ni Kristo anatuita, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuremewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ijapokuwa tuna mizigo mizito, Kristo anatuita yeye tumkabidhi mizigo yetu, yeye atatupumzisha. Katika kitabu kile cha Yohana 14 mstari ule wa 1, kitabu cha Yohana 14 mstari wa 1, neno la Mungu linasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu wakati wa majaribu. Msifadhaike moyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haleluya! Tunapaswa kumwamini huyu Kristo hata tunapoanguka kiuchumi. Yeye ajua kutunyanyua. Kamwe tusimuasi yeye. Kamwe tusivutwe na mambo ya kiulimwengu, mambo ya kidunia. Tusimame imara wakati dhoruba inapotupiga. Sikiliza, katika kitabu cha Marko ile sura ya 16. Marko sura ya 16. Fungua kitabu cha Marko 16:16. Neno la Mungu linasema ya kwamba Marko 16:16, neno la Mungu linasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Tuchague kumwamini Kristo, tuchague kuyatoa maisha yetu kikamilifu kwa Kristo, naye atatuokoa wakati wa dhoruba, wakati wa changamoto. Yeye atatushika mkono wakati tunapokutana na kifo mbele yetu. Yeye ajua namna ya kutunasua, hata ajapo ruhusu tufe katika mauti, yeye atatuamsha katika ufufuo ule, na tutayalisi maisha ya umilele.
ikiwa tutachagua kuyaishi maisha matakatifu, ikiwa tutachagua kusimama imara. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, ni kualike wasaa huu kuyatoa maisha yako kwa Kristo, kumwamini Kristo kama vijana hawa wa Kiebrania walivyochagua kumwamini Mungu, kumwamini Kristo, kuamini juu ya uwezo wa Mungu, kuamini namna Mungu alivyo wapigania wakati wa changamoto. Hawakuweza kamwe kuunajisi miili yao, hawakuweza kamwe kuyumbishwa na sheria ya kidunia ambayo inakwenda kuwapeleka mbali na Mungu wao, au inakwenda kusababisha uasi kwa Mungu wa mbinguni. Hivyo tunapaswa kuchagua kusimama imara. Nikualike rafiki yangu, ikiwa ni chaguo lako, ikiwa unatamani iwe hivyo na unamuomba Mungu akupigania, kusimamie wakati wa changamoto unazopitia, nikusihi tufumbe macho tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wasaa huu ambao umeruhusu sisi kulitafakari neno lako. Asante mfalme wa amani. Maandiko haya matakatifu na habari hizi katika kitabu cha Daniel pamoja na marafiki zake waliosimama imara wakati wa uovu, nyakati za uovu na wakati wa uasi, katika nchi ya ugeni, nchi iliyochafuka, nchi ya Babeli iliyojawa na machafuko, wao walichagua kusimama imara na hawakuweza kukukosea Mungu wetu. Na muombea ndugu mpenzi mtazamaji achague kusimama imara, achague kukutumainia wewe, maana wewe ndiye mkombozi wetu, wewe ndiye unayetupigania, wewe ni mwangaza wetu. Mfalme wa amani, maisha yetu yatengeneze kwa ajili ya ujio wako utakaporudi mara ya pili. Asante mfalme wa amani, tunaomba hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amina.